Bwana, mambo zenu ndugu zangu. Mimi nataka niwape historia ndogo tu, naomba mnisikilize kwa umakini sana. Najua mnapenda sana kusaidiwa madawa ya mapenzi. Na kuna wengi sana wametumia dawa za mapenzi kutoka Afrika, iwe Tanzania, iwe kokote kule. Wametumia dawa nyingi sana kwa ajili ya kuwatuliza wapenzi wao. Huenda mwanamke anataka kumtuliza mumewe, huenda mume anataka kumtuliza mke wake. Lakini mwisho wa siku mambo yanakuwa magumu. Mwisho wa siku anasema Afrika hakuna dawa. Afrika dawa ziko sana. Lakini asilimia kubwa ya waganga wengi hawajawahi kufika hizi nchi ambazo nyinyi mnakaa. Na ndio maana unakuta mganga anakutumia dawa. Ikishafika hapa we mwenyewe unajiuliza hii dawa nitaifanyaje kutokana na mazingira ambayo we upo. Mimi nina dawa hii. Hii dawa wengi sana hata wakiwa Afrika huwa wanatumiwa hii dawa. Hii dawa ina masharti moja. Hii dawa inatakiwa muoge kwenye ndoo moja au kwenye chombo kimoja. Sawa? Muoge yote kwa pamoja. Na ukiweza kumconfuse mke wako au mume wako mkaoga hii dawa, ukisikia ile dawa ambayo watu wanashikana, yani mke na mume paka wanazeeka na wajukuu paka wanafanana, ni dawa hii. Lakini hapa Marekani nani ambaye anaweza kukubali mkaoga chombo kimoja? Kila mtu hapa akija anafungua bomba la mvua. Basi ndio maana hii dawa toka nimekuja nayo ni wachache na siitumii. Kwa maana nilipofika Marekani nimebadilisha mifumo ya dawa kutokana na maisha ya watu jinsi wanavyokwenda. Kuna dawa hapa za kuchoma au kuoga. Kuna watu wengine hawawezi kuoga hizo dawa. Hawana hivyo vyombo. Inabidi tunawatengenezea njia zingine za sabuni au kufanya kitu fulani. Sasa wewe mtu unaagiza dawa kutoka Afrika, hawajui mazingira, mtu anakuambia oga, hiyo choma. Nyumba za huku zina maharamu. Unapomwelekeza mtu achome dawa, unamwelekezaje hizo dawa achome? Kwa hiyo kuna vitu vingi na ndio maana hamfanikiwi, kwa sababu dawa zina ukweli, lakini hawajui mazingira ya huku, dawa zipi utazitumia na dawa zipi uzitumii. Na ndio maana hapa watu wengi wamejaza madawa kwenye majumba yao, hayafanyi kazi yoyote. Na ndio maana mimi nimekuja na mifumo mingine. Bwana, kwanza bila ya kusahau bado nipo Kentucky. Niko Kentucky Roof, lakini naweza kukuhudumia kokote. Namba zangu za simu ziko hapa kwenye peji yangu. Sasa cha kufanya, sawa?